Shalom, 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 taifa la Mungu, shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Majina yangu naitwa Prophet Enoch Jamhuri, ninatumika chini ya kanisa la New Life Gospel Church. Leo ninakuletea mada nzuri ambayo changamoto za ndoa. Changamoto za ndoa. Okay, kwa nini tuna changamoto za ndoa? Watu wengi wanaoa au wanaolewa kwa kutokujua jambo moja, kwamba jambo la kwanza, hamjasomana tabia. Jambo la pili, hamjajua misimamo yenu. Jambo la tatu, hakuna masikilizano ndani ya ndoa. Jambo la nne, kuna vitu ambavyo unakosea wewe mwanandoa. Leo nataka niseme na jambo la nne. Watu wengi sana wanawapa marafiki nafasi. Hili ndio jambo la nne, marafiki nafasi kuliko mke wake wa ndoa. Watu wengi sana wanaharibu ndoa zao kwa sababu ya marafiki, company. Kwa unajikuta mtu anakuwa busy na marafiki kuliko mke wake, kwa anashindwa kumpa nafasi mke wake kusema na jambo lolote au kutaka kuzungumza na mume wake, anakosa hii nafasi. Lakini akisikia leo tunakutanika sehemu fulani, lazima ataenda. Unakuta muda anaorudi ambapo mke wake anatamani leo akae wazungumze, waongee, discuss, kuna mambo mengi yanayoendelea, wapange juu ya familia, lakini hakuna hilo. Kuna vitu ambavyo vinasababisha viweze kuharibu ndoa yako. Leo nataka nikusanue jambo moja. Jambo la kwanza, unashindwa kumpa nafasi mke wako au mume wako kuzungumza. Jambo la pili, unampa rafiki nafasi, umeelewa, kuliko familia yako. Jambo la nne, ulevi, umeelewa. Alafu jambo la tano, tabia zinafanya ndoa nyingi zivunjike. Leo hii unakuta umeendekeza sana ulevi, umeendekeza sana marafiki, lakini angalia ndoa sasa hivi imekushinda. Kwa nini? Kwa sababu unajikuta wakati ambao unatakiwa ukae na familia, ndio wakati unakaa na marafiki, kunywa pombe, kufanya starehe na vitu vingine vya anasa. Nikuibie siri moja, unapooa unapaswa kuachana na hivi vitu vyote. Kwa sababu kuna mambo ambayo leo inataka nikuibie siri hii. Unapooa au unapoolewa, rafiki yako wa kwanza ndani ya nyumba ni mume wako au mke wako. Rafiki yako wa pili ni watoto wako. Unakuta kuna kitu kimoja ambacho, kuna rafiki yangu mmoja nilikuwa namshauri, anapenda sana mpira, ni shabiki sana wa Simba. Umeelewa? Inapofikia wakati ule wa timu zinacheza, anaiacha familia yake, na amelipia DStv, amelipia Azam, ana vingamuzi vyote vipo ndani, lakini anaona kwamba hakuna vibe, anataka vibe la marafiki. Sasa akitoka huko amerudi amelewa, familia yake inapita kwenye shida, changamoto. Mwanamke ni mtu ambaye kuomba kila siku, lakini mwanaume mwenyewe hajitambui. Umeelewa? Ndio kuna siku ambayo nilikuwa namwambia kwamba unapaswa ukae ndani na familia yako. Kama una kingamuzi, kama huna basi lipia, kaa hapo, angalia, tumia muda wako wa kusema na familia yako. Kama we ni mpenzi wa vitu vingine, sio lazima uende huko ukatumie hizo nani zako. Tumie na familia yako. Si umenielewa vizuri hapo? Kuilinda ndoa ni wewe mwenyewe, na kuibomoa ndoa ni wewe mwenyewe. Kama ukisoma ile Methali 14 mstari wa kwanza, huyu amemzungumzia mwanamke mpumbavu, lakini mimi nitagusia kote, kwa mwanaume na mwanamke. Lakini sasa hivi tumekuwa wanaume ndio wapumbavu kuliko wanawake, kwa sababu wanawake ndio wamekuwa wavumilivu, lakini wanaume ndio wamekuwa wapumbavu kwa sababu ya kuvunja ndoa. Sisi ndio wa kwanza kuvunja ndoa zetu, kwa sababu sisi ndio kichwa cha familia. Mwanamke anapaswa kukutii wewe na kuheshimu. Na mwongozo wa familia na unatokana na baba ambaye anajitambua. Kwa hiyo mimi nakuomba leo hii, sikia ninachokuambia leo hii. Kama ulikuwa unarudi usiku, badilisha ratiba. Rudi mapema, sikiliza watoto wako, msikilize mke wako. Kaa naye chini, muongee, mdiscuss, muweze kuyajadili. Kama wewe ni mpenzi wa pombe, mke wako sio mnywaji, acha pombe. Kwani pombe ni nini? Ni anasa. Achana hayo mambo. Lea familia yako.
Pombe haitokupa maisha. Umeelewa? Marafiki hawatakupa maisha. Achana na hiyo. Soma Galatia 5 mstari wa 16. Ukisoma pale matendo ya mwilini inazungumzia ulevi. Umeelewa? Na anasema hawa wote hawataurithi ufalme wa mbinguni. Mpaka sasa wewe hautaurithi ufalme wa mbinguni kwa sababu ni mlevi. Na pia unaiumiza familia yako kwa sababu upo bize na watu wengine kuliko kukaa na familia yako. Ninakupa hii na kusanua leo hii. Fungua akili yako, fungua ufahamu wako. Kaa na familia yako, iangalie vizuri sana. Hata sisi tumeasilika na mambo. Tulikuwa na wazazi ambao wapo kama hivyo, lakini leo hiyo wamebadilika. Nakupa ushuhuda huu uweze kuelewa kwamba familia inakuhitaji. Ukisoma katika ile Ibrania 13 mstari wa 4, anasema hivi, iheshimu sana ndoa. Iheshimu sana ndoa. Iheshimu sana ndoa. Menewa, ndoa na iheshimike na watu wote, maana yake kwa lugha nyingine hiyo. Kwa sasa tunashindwa kuheshimu ndoa, tunafanya vitu vya ajabu, tunafanya vitu ambavyo vya aibu. Tunapiga wanawake sana. Kuna vitu ambavyo vinafanya ambavyo mwanaume ni kichwa, lakini sasa hivi tunafanya vitu vya ovyo sana. Hebu anza kubadilika leo. Anza kubadilika leo. Ni ushauri tu mzuri nakupa, usipuuzie. Anza kubadilika leo. Kama mke wako alikuwa ameondoka kwa ajili ya haya matatizo, mrudishe sasa. Anza kubadilika wewe. Wewe mwanamke, kama kuna mume wako aliondoka, anza kubadilika leo. Pendane. Mwanamke, mtii mume wako. Mwanaume, mpende mke wako. Hiyo ndio siri ya ndoa, kukaa mpaka hapo. Mkipendana, mkiheshimiana, mambo yanakuwa ngali ngali, msemo wa Swahili. Mungu akubariki sana. Mimi mwenyewe Mswahili. So msemo wa Swahili, mimi mwenyewe ni Mswahili. Yaani manake ni Mwafrika. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunakuwa nayo. Kwa hiyo ndoa yetu iheshimiwe. Tuache ukatili ndani ya ndoa. Kupiga wanawake, tuache ukatili. Tuwapatie haki hawa kina mama. Tuache ukatili. Unajua kuna kipindi ambapo mkishindwa kuwa na mapenzi, mkishindwa kuelewana, mkishindwa kumtii mume wako, mkishindwa kufanya vitu vingine ambavyo mkakosa upendo, na ndio unakuta watu kama hao unakuta wanachinjana, wanauana. Kwa hiyo sasa unakuta utu sasa hivi hakuna, mapenzi hakuna, upendo hakuna. Mungu akubariki sana. Naitwa Prophet Enoch, nawapenda sana. Endelea kuwa pamoja nami, lakini naomba usisahau kusubscribe channel yangu na kunifollow Facebook, TikTok na sehemu nyingine. Facebook natambulika kama Prophet Enoch J Nshama. TikTok, Instagram na YouTube natumia jina la EJN Media, kifupi cha Enoch Jamhuri Nshama. Ninakupenda sana, sio kuwa pamoja nami. Vipindi vingi ambavyo tutakuja navyo vitakuwa vizuri, vitakusaidia, na hata hiki nacho kitakuelimisha zaidi. Ninaomba usisahau kutuma link kwa watu wengine, ushare, ili watu na wapate ujumbe kama huu na wajifunze. Mungu akubariki sana. See you.